ما هو الإيمان؟ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Uijue imani. Imani ni nini? Bwana Mtume Muhammadin ndio aliyotufundisha tuijue imani ni kitu gani. Innal kalama la fi fuadi, hakika ya mazungumzo anayozungumza mwanadamu, vitendo ambavyo anavifanya mwanadamu, la fi fuadi wa innama ju'ila lisani ala fuadi dalila, na hakika ilivyo umewekwa ulimi ili yale yaliyokuwa ndani ya moyo yajulikane. Iman tuliyoizungumzia imekuja kugusana na takwa. Na takwa, ukiangalia maelezo ya ulamauna al-ajilla, wanasema sirrun min asrarillah. Takwa ni siri miongoni mwa siri za Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukamuona mtu ana ndevu nyingi sana, ulemba mkubwa, kanzu imetakata hivi, lakini asiwe mcha Mungu. Kama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lazima imani iwepo. Yoyote mwenye kuisimamisha Ramadhani, mwenye kufunga Ramadhani imanan, kwa kuamini kuwa Mungu anamuona, wa ihtisaban, na akahisabia kuwa yeye atalipwa na hiyo Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale ambayo aliyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabb, ya man yujibu al-mudtarra idha da'ahu ajibu du'aana, ya man yakshifu as-su'a wal balwa akshifu as-su'a 'anna. Ya Rabb, qad 'ajaba at-tabibu fadawina. Ya Rabb, qad dhahara al-fasada fanajjina. Ya Rabb, qallat hilati fatawallana. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin. Yaqulu li Jibril yawma al-qiyamati: ya Jibril, inni ara fulanun ibn fulanun min sufufi ahli an-nar. Fayaqulu Jibril: ya Rabb, inna lam najid lahu khayruha ya'udu alayhi al-yawm. Fayaqulu Allah: ya Jibril, inni asma'uhu fi dari ad-dunya yaqul: ya Hannan ya Mannan. Fa'atihi ya Jibril. Fayatihi Jibril fayaqulu al-'abd: fahal min Hannanun wa Mannanun ghayru Allah? Ilahi, lastu al-firdausi ahdan wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiri dhanbi al-azim. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa shafi'ana wa qudwatana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Wallahi ma khalaqa al-ilahu wala ara basharan yura ka Muhammadin bayna al-wara ya sayyidil uqala'i wa ya khayral wara ya man ataita ila al-hayati mubashshira wa bu'ithta bil qur'ani fina hadiya wa tala'ta fil aqwani badran nayyira salla alayka Allahu ya علم الهدى محبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali yote na kuhusieni Waislamu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala alqailun faman lam yalbasu libasan min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya. Wamesema waliotutangulia salafu salih maneno yaliyokuwa mazuri, wakasema yeyote ambaye hajajipamba na kijipambo cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mahama kanat taqallaba uryanan, vyovyote itakavyokuwa huyo mtu kwa kukosa maadili, mafundisho aliyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin, taqallaba uryanan, huyo mtu itakuwa atembea uchi, wa in kana kathia, hata kama yeye mwenyewe ajiona amevaa, kwa kukosa mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi vyovyote atakavyojipamba, atatoka na kipedo tu, nguo ya milioni 6, mwenyewe ajiona amevaa, kumbe ile nguo atembea uchi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akienda kwa watu hujisifu kuwa nimevaa nguo yenye thamani, lakini kwa kukosa mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ndo maana amevaa hivyo. Ila aina ya ahbaba rasulillah, nahnu min huna ila dari al-hijra madinatul munawwara baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam linazura abul qasim wa nandhur madha allamana fi hadhihi ad-din al-karim. Wapi tunaelekea? Daiman tukikutana, basi napenda tuhamishe fikira zetu hapa kupeleka sehemu ambayo alihamia Bwana Mtume Muhammadin, na sio nyingine, ni Madinatul Munawwara. Tukamzuru Bwana Mtume Muhammadin, wanara na tuangalie madha allamana fi hadhihi ad-din al-karim, nini ametufundisha katika dini yetu hii iliyokuwa tukufu. Wa na'lam jami'an nahnu fi shahri al-mubarak, shahru Ramadan, na wote tunafahamu ya kwamba sisi tunatambaa katika mwezi uliokuwa mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao lahu mazaya min mazayati shahru Ramadan, una matukufu mengi miongoni mwa matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kuhamisheni hapa kifikra
kukupelekeni Madinatul Munawwara, tukamzuru bwana mtume Muhammadin. Ndani ya Qur'ani al-Karim, surati al-Baqara aya 183, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mazungumzo, kalimatu mu'jaza walakin maaniha kabira, maneno mafupi sana lakini maana yake ni kubwa sana. Ndo nikachagua mada ya kuzungumza leo hii, limadha jamaa Allah subhanahu wa ta'ala al-iman ma'a taqwa. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya maneno haya mawili, iman na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan? Pale aliposema ndani ya aya ambayo nimeitaja baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum limadha ya Rabb la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu nidaan min Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mwito unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na awaita watu maalum, watu ambao wamethibitika na imani iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enye watu mulioamini. Imani hiyo imekuja, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelezo baada ya kuwaita wale wenye imani iliyokuwa takatifu. Kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa kwenu nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Hii saumu imekuja na imekuja na neno ya iman, ili la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Utamchaje Allah subhanahu wa ta'ala? Lengo kamili ili umche Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na imani thabit, imani ambayo itakufanya kila sehemu inakuongoza. Kila utakapokaa ukiwa na iman, basi kila kitu utakifanya kutokana na imani yako ambayo umeikubali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikosa hiyo iman, basi vitu vyote vitakavyokuja vitakuwa mahabaa manthura, havitakuwa na thamani tena. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwanza kutaja iman, ili uwe na iman thabit. Ma huwa al-iman? Faqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Uijue imani. Imani ni nini? Bwana Mtume Muhammadin ndio aliyotufundisha tuijue imani ni kitu gani. Ma waqara fil qalb, imani ni ile ambayo imeingia ndani ya moyo. Wasaddaqahu al-amal, kisha vitendo vikajieleza kutokana na ile imani ambayo umekuwa nayo, kutokana na imani ambayo umeiamini. Ndio maana tumekaa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kila mtu, kila Muislamu aliyokuwa na imani yake, anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, amejizuia na mambo yake yote. Haya yote aliyojizuia yamekuja baada ya imani. Pasina imani
Ungekuwa tu unaingia chumbani kwako, ukageuka kulia kushoto, ukaona hamna anayekuona, ukachukua wali ukapiga zako, ukatoka kuchukua na kitambaa ukajifuta, ukatoka nje, nimefunga bwana. Kwa kuwa iman unayo, hili haliwezekani. Unajua tu kuna khaliqu samawati bighairi amadin tarawnaha, kuna aliyeumba mbingu na ardhi pasina nguzo ambayo mbingu ambayo wewe unaiona. Ndio maana imani yako imekupelekea sasa ili jambo usilifanye tena, kwa kuwa umeamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayekuona kila unapokaa, kila unapotembea, kila unapofanya kitendo, hata kama wewe wajiona umejificha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamera yake inafika hapo ulipo. Na we ukaamini hivyo, ndipo ukachukua kitendo cha kufunga kwa kutokana na imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Hilo ndio lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala la kuanza na aya hii, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi watu mlioamini, mmelazimishwa nyinyi kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum. Lazima hiyo haijaanza leo, walikuwepo watu kabla ya kwetu sisi walilazimishwa hivyo. Lengo la'allakum tattaqun, ili mumuogope Allah. Na huko kumuogopa Allah hakutapatikana pasina hii imani ambayo anaieleza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kama arafna ulamauna al-ajilla, al-iman at-tasdiq bil-qalb bikulli ma jaa bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iman ni ile ambayo unaamini kutoka ndani ya moyo. Kwa nini kila kinachozungumzwa kuzungumza ndani ya moyo? Innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ila lisani ala fuadi dalila. Mazungumzo yote unayoyaona tunazungumza, vitendo vyote ambavyo unaviona tunavifanya, hivyo vitendo vinaanza kutungika ndani ya moyo. Innal kalama la fi fuadi, hakika ya mazungumzo anayozungumza mwanadamu, vitendo ambavyo anavifanya mwanadamu, la fi fuadi wa innama ju'ila lisani ala fuadi dalila, na hakika ilivyo umewekwa ulimi ili yale yaliyokuwa ndani ya moyo yajulikane. Ndio yote atakayeamini lazima aseme maneno matukufu aliyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ya kutamka shahada an la ilaha da Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa hu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hapana mola isipokuwa yeye. Wal malaika, na malaika wameshuhudia hiyo hivyo. Wa ulul ilmi qaiman bil qist, na watu wenye ilmu wamesimama kwenye mstari la ilaha illa hu. Hiyo ndiyo imani. Ili uwe Muislam lazima utamke shahada hizi mbili ili imani yako ithibitike. Ukikosa hivyo,
utakuwa sio Muislamu ulioamini kikamilifu, itakuwa sio Muislamu katika vitendo ambavyo vilivyoelezwa na ulamauna al-ajilla na Bwana Mtume Muhammadin. Kumbuka ndani ya surati al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza, qalat al-a'rabu amanna. Jibu lilikuwa vipi? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum. Hawa ni watu ambao walijifanya wao ndio walioamini, wameingia katika Uislamu. Ndio ujue kuna daraja hapa kubwa baina al-islam wal iman. Waislamu wanaweza kuwa wengi sana katika dunia, lakini wale ambao wanafanya shughuli ya istighfar mpaka dunia inatulia wapo. Hao wanachukua nafasi hiyo ni wale ambao waliopata jina la waumini, waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wametamka ile shahada na wakasadikisha na vitendo ambavyo wanavyovifanya. Qalatil a'rabu amanna, walisema mabedui tumeamini. Allah akasema qul lam tu'minu, waambie Mtume Muhammad hao hawajaamini, walakin qulu aslamna, lakini waseme kuwa sisi tumesilimu, tumenyenyekea kwa Allah, lakini vitendo vyao bado havijafikia katika imani. Sasa iman ndio inakupeleka daraja za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikosa hiyo imani, vitendo vyako vyote utavifanya kwa hali ya kawaida, yawezekana hata mbuzi akakushinda sababu imani huna. Inawezekana hata wanyama wakakushinda kwa kuwa imani hauna. Wewe unaweza ukafanya tu vitendo kwa kutaka wewe mwenyewe unavyojifanyia, ukajiona kuwa wewe unafanya vizuri, kumbe unafanya vibaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia imani na Bwana Mtume Muhammadin akaizungumzia imani. Waangalia tu hadithi za Bwana Mtume, hata Ramadhani ilivyokuja, imekuja man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lazima imani iwepo. Yoyote mwenye kuisimamisha Ramadhani, mwenye kufunga Ramadhani imanan, kwa kuamini kuwa Mungu anamuona, wahtisaban, na akahisabia kuwa yeye atalipa na hiyo Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yale ambayo aliyoyatanguliza. Man qama laylatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan. Hizi zote ni hadithi za Bwana Mtume Muhammad, zinazungumzia iman. Yani ili ufunge kwa usahihi lazima uwe na imani ya kweli, na hiyo imani ndio itekee kufanya ulimi wako uzungumze maneno yaliyokuwa mazuri, uache uongo, uache kusikia mambo ambayo yasiyofaa, ukaepukana na ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, man lam yad'a qawla az-zur wal 'amalu bih falaysa lillahi hajatan an yad'a ta'ama wa sharaba. Ukiwa na iman, ndiyo yale yote yanaingia katika barabara, katika msingi uliokuwa sahihi wa kuyafanya yale ambayo amekuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin. A'udu min hunalik, yani min Madinatul Munawwara ila huna, wama adraka ma huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ruhi bihubbika fi dhiya'i tahimu washauku minni fil hawaka azim wal qalbu masrurun bi dhikri Muhammadin fi dhikrihi nurun wa fihi na'im
fasalawatullahi wasalamun alayhi yaqulu Abul Qasim Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ya ibn Adam adh-dhanbu la yunsa wad-dayanu la yamut wal-birru la yabla i'malu ma shi'ta kama tadinu tudan au kama qala idu Allah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala al-mustafa an-nabiy al-ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin bashiran wa nadhiran wa da'iya ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ba'd. Ahbaba rasulillah, wapenzi wa bwana mtume Muhammadin, Qur'ani al-Karim inavyokuja ikazungumza maneno, inazungumza kwa kina, lakini liulil albab, kwa watu wenye akili ndo wanajua haya maneno ambayo yamezungumzwa kutoka katika kinywa tahara. Iman tuliyoizungumzia imekuja kugusana na taqwa, na taqwa ukiangalia maelezo ya ulamauna al-ajilla wanasema sirrun min asrarillah. Taqwa ni siri miongoni mwa siri za Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukamuona mtu ana ndevu nyingi sana, ulemba mkubwa, kanzu imetakata hivi, lakini asiwe mcha Mungu, sababu sirrun min asrarillah, ni siri miongoni mwa siri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imani kadhalika sirrun, na iman hivyo hivyo ni siri ambayo inapatikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hivi vitu viwili, taqwa ni siri, iman ni siri, maana yake ujue kuwa na hiki tulichokuwa nacho saumu ni siri ambayo inapatikana baina al-abdi wa rabbi, baina ya mja na Mola wake. Hamna atakayefahamu ufungaji wako wewe, hayupo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika hadithi al-Qudusi, hadithi ambayo ameipokea Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-ma'ruf bi Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, qala, huyu bwana amesema, qala Rasulullah, amesema mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad, qala Allahu azza wa jalla. Ndio maana nimekuambia hadithi al-Qudusi, huu mtiririko unayepita imetoka kwa Abi Huraira ikaja kwa bwana mtume Muhammadin. Sio mtume ndio aliyozungumza yeye, la, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndo amesema, kullu amali ibn adam yudha'afu lahu alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif illa as-sawm, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa ana ajzi bi yada'a shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Hadithi al-Qudsi, bwana mtume Muhammadin anaeleza, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kila vitendo vya mwanadamu yudha'afu lahu alhasanatu bi'ashri amthali, jambo jema hulipwa 10 badala yake, ila 700 dhif, mpaka 700, daraja zinapanda kwa kumuongezea. Hizi daraja anazisema
Allah subhanahu wa ta'ala, lakini cha kuzingatia akatoa nukta kubwa, illa saumu fa innahu li, isipokuwa saumu hisabu zake na daraja zake anazijua Allah subhanahu wa ta'ala, sababu sirrun min asrarillah. Kwa ajili gani? Mtu yadaa shahawatahu, anaacha mtu matamanio yake. Matamanio haya ndio unarejea kule, unaunganisha ni imani. Mtu akiwa na imani huacha matamanio yake. Yani si unapenda kula, matamanio yako wewe ule mchana, lakini kwa kuwa imani ipo huwezi kula, unaacha chakula kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifuatisha matamanio, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani al-Karim, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Fa amma man tagha, kupetuka mipaka, yule ambaye atakayeluka akapetuka mipaka, akaasirika na maisha ya dunia yanayomkomba, hajui kuwa kuna siku utakuja kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya almawa, hata lipwa kingine isipokuwa ni moto wa jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Na yeyote ambaye atakayeogopa kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazuia nafsi yake kutokana na matamanio, fa inna al-jannata hiya al-ma'wa, basi huyo pepo ndiyo makazi yake, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atamuweka, kwa kuwa nafsi yake aliisimamisha, akaacha matamanio ya dunia, akafuata maelekezo aliyomwelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahbaba rasulillah, wapenzi wa bwana mtume Muhammad, attaqwa, suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma huwa attaqwa? فأشار إلى قلبه أو إلى صدره فقال التقوى ها هنا. Akasema bwana mtume Muhammad, uchamungu au kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, uchamungu uko ndani ya moyo au ndani ya kifua. Ndio maana ikaitwa sirrun min asrarillah. Na saumu tunayofunga nayo sirrun yuwasilna ila taqwa, inatupeleka katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akaziunganisha imani wa taqwa, faqala ya ayuha alladhina amanu taqullah, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmi alkafirin. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ijtinabah birahmatika ya dhal jalali wal ikram. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.